Unapokwenda kukutana na daktari na anaagiza hesabu za TST, unapata ripoti ambayo unaona kitu kinachoitwa UBT. UBT ni kifupi cha hesabu ya seli nyeupe za damu. Seli nyeupe za damu ni mifumo yako ya ulinzi wa mwili wako. Unapokuwa na maambukizi, seli nyeupe za damu aina tofauti huenda na kupambana na maambukizi hayo. Unapopata jeraha, UBT au seli nyeupe za damu hupambana na jeraha hilo. Kwa hivyo seli nyeupe za damu ni kiashiria cha uvimbe ambacho kinaweza kuwa kutokana na maambukizi au kutokana na jeraha. Ikiwa hesabu yako ya UBT imeonekana kuwa juu na una homa, inaweza kumaanisha moja kwa moja kwamba umekuwa na maambukizi fulani. Kwa mfano, ikiwa una maambukizi madogo ya virusi, hesabu ya UBT inaweza kupanda au isipande. Lakini ikiwa una maambukizi mabaya ya bakteria, kwa mfano maambukizi mabaya sana ya kidole tumbo, hesabu yako ya UBT kwa kawaida itakuwa juu. Kwa hivyo, hesabu za UBT kimsingi zinamaanisha una maambukizi fulani mwilini mwako. Haionyeshi ni maambukizi gani, lakini tunaweza kuwa na dhana inayowezekana kulingana na kiwango tunachoona. Kiwango cha juu kinaashiria maambukizi ya bakteria na kiwango cha chini kinaashiria maambukizi ya virusi yanayowezekana. Wakati mwingine hesabu za UBT kuwa juu sana zinaweza kuashiria uwezekano wa saratani za damu. Hesabu za UBT zisizoeleweka kuwa juu nusu, 20,000, 30,000, 40,000 zinaweza kuashiria uwezekano wa saratani ya damu. Hesabu ya kawaida ya UBT ambayo iko kati ya kiwango cha 4,000 hadi 10,000 ni tofauti kabisa. Na ikiwa utafanya kipimo cha damu cha UBT kwa siku 2 au 3 mfululizo, unaweza kuona tofauti ya hata 1,000 hadi 1,500 katika siku 2. Ukikimbia haraka kufanya hesabu ya UBT, unaweza kuona hesabu ya UBT ikiwa juu zaidi. Kwa hivyo usipate hofu ikiwa kwa siku 2 mfululizo hesabu za damu au hesabu za UBT zinaonyesha matokeo tofauti, mradi ziko katika kiwango cha kawaida.